Musa, leo tuko na dabi, ni Simba dhidi ya Yanga au Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu ni mchezo wa ngao ya jamii, kimsingi ni mchezo wa TFF. Tunataka kutuambie Simba na Yanga zote zimecheza kwenye mechi, tumeziona kwenye matamasha yote mawili, lakini pia kwenye baadhi ya mechi kama Yanga tulimuona Kigali, lakini Simba baadhi ya highlights tuliziona kwenye mechi kadhaa alizozicheza away kwenye pre-season yake. Nataka kutuambie tunaenda kutarajia mchezo wa namna gani leo kwenye ngao ya jamii, lakini pia wachezaji maingizo mapya unayaonaje kwenye mchezo wa leo, atashiriki kwa namna gani kwenye majina ambayo yanaweza akadecide mchezo wa leo kwa mtu atakayeondoka na matokeo, kwa wale wageni lakini kwa wale ambao tumewazoea wenyeji. Rogers Ndaisenga, nadhani nimekuelewa kwenye aspect ambayo umezungumzia. Umeanza mbali sana kuhusu mchezo kuwa wa TFF dhahiri shahiri. Tumeona namna ambavyo hizi timu mbili zimeweza kususia mchezo kwa upande wa hamasa. Hatujaona watu wa Yanga wakihamasisha mashabiki wao kwenda kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Hatujaona watu wa Simba wakifanya hivyo. Kwa hiyo ni ishara kwamba hivi vilabu vinaonesha namna ambavyo vina nguvu, kwamba once wao wakikaa kimya mchezo unapoa. Ukiangalia nje ya uwanja mchezo hauna mvuto. Huo ndio uhalisia. Nje ya uwanja mchezo hauna mvuto, hauzungumzwi kutokana na mchezo wenyewe kuwa na faida. Tunaweza kusema upande wa TFF kwa maana shirikisho, hapo vilabu vimekuwa excluded, ndio maana tumeona hakuna hiyo hamasa ambayo tumezoea. Lakini mbali na hapo, hata mashabiki mitaani hawazungumzi sana hii dabi kwa sababu wametumia nguvu kubwa sana kwenye matamasha yao. Simba Day, Yanga Day, huko wametumia nguvu kubwa sana. Kwa sasa hivi wana reserve pia nguvu si kwa ajili ya mchezo huu, ni kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Na kuhusu mchezo wa leo, tutaanza kusikia kelele nyingi baada ya mchezo wenyewe kutamatika. Hayo ni ya nje ya uwanja, lakini kwenye eneo la uchezaji nadhani ni mechi ambayo itakuwa ngumu kutokana na namna ambavyo kuna timu mbili zinakutana hapa. Naizungumzia Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Young Africans wao wako na timu bora sana kwa hivi sasa in terms of squad na namna ambavyo wamekuwa na chemistry, muunganiko ambao wako nao, wamecheza kwa muda mrefu pamoja, tofauti na Simba Sports Club. Sasa kwa upande wa Simba Sports Club, wao wako na, tunasema wako na wachezaji individual players ambao wako na brilliance kubwa sana. Ukimwangalia mtu kama Rushain, ukimwangalia mtu kama Neo Maema, Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu, hawa ni wachezaji ambao mmoja mmoja ukiwataja wako na performance nzuri sana, lakini in terms of teamwork bado hawajatengeneza timu ambayo inatoa ushindani. Nikiwa na maana ya kwamba tunapozungumzia timu tunazungumzia muunganiko wa timu. Simba Sports Club kwa sasa hawana muunganiko wa kushindana ama kwenda kushindana na Young Africans. Kwa hiyo Young Africans wako na muunganiko ambao unawapa faida wao kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Lakini faida ambayo Simba wanakuwa nayo ni presence ya benchi la ufundi ambalo lilikuwepo msimu uliopita. Namzungumzia Fadlu Davis, kwa namna ambavyo anaijua pressure ya dabi, namna ambavyo pia baadhi ya wachezaji kama kina Elie Mpanzu, kina Jean Charles Ahoua, kina Kibu Dennis na wengine ambao wanajua thamani ya dabi. Kwa hiyo inaendelea kuongeza uzito ama ugumu kwenye mchezo wa hapo baadaye. Tukiendelea kuangalia mchezo kwa upande wa Young Africans, nadhani wanaweza kuwa na mechi bora sana kutokana na ile confidence ambayo wako nayo. Mechi 5 mfululizo wanapata matokeo chanya dhidi ya Simba. Tayari wanaingia na confidence, wanakuwa hawana pressure ya aina yoyote na wanaingia kama favorite team. Kwa hiyo Young Africans ana nafasi kubwa sana kama ataendelea kutumia kile ambacho alikiachieve kwenye hiyo michezo 5 iliyopita. Lakini kwa upande huo wa Young Africans, wachezaji ambao wanaweza kuwa na faida kubwa sana ni mtu kama Pacome Zouzoua, kwa maana ya namna ambavyo anacheza akiwa fit. Mtu kama Andy Boyel, moja kati ya washambuliaji ambao wameingia, nadhani wako very clinical kwenye utumiaji wa nafasi ambazo huwa zinatengenezwa. Celestine Ekwa, moja kati ya wachezaji ambao wako na brilliance kubwa sana. Siku ya leo haya ni maingizo mapya ambao nadhani yanaweza kuwa na nafasi kubwa sana ya kwenda kuongeza ama kutoa ubora kwenye kikosi cha Young Africans. Pasi kusahau Young Africans leo watakuwa na struggle kutafuta mbadala wa Khalid Aucho, manake kuziba pengo la Khalid Aucho litawalazimu Young Africans watumie zaidi ya
mchezaji mmoja kwenye kukava ile gap. Nazungumzia hapa huenda mwalimu akaenda na double pivot yoyote kati ya wale ambao watafit kwa namna ambavyo yeye anahitaji. Romain Folz na maanisha huenda kaanza na Mudathir Yahya pamoja na Duke Abuya, ameweza ka opt kwanza na mtu yoyote kwenye hilo eneo la kiuzuiaji, ili timu yake iweze kuwa na balance pale ambapo inakosa mpira na pale ambapo ina mpira. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, dhahiri shahiri wanaingia kama underdog, maana wanaingia kama timu ya pili dhidi ya Young Africans kutokana na performance ambayo walikuwa nayo katika michezo mitano iliyopita. Mbali na hapo, Simba wanaingia wakiwa na changamoto. Asilimia kubwa wachezaji ambao wapo ni wale ambao wana ugeni. Wageni wengi wanaweza kuwa na nafasi ya kuanza siku ya leo, manake ni kwamba chemistry ya timu itakuwa chini sana, tofauti na namna ambavyo Young Africans wako. Kwa hiyo Simba wataingia kama underdog siku hii ya leo, lakini baadhi ya wachezaji ambao wanaweza kutoa game nzuri sana ni mtu kama Jean Charles Ahoua. Yes, ni moja kati ya wachezaji ambao wanakuwa underrated kutokana na ubora wake kuonekana hususan kwenye set pieces. Yes, hii lazima watu waelewe kwamba set pieces huwa sehemu ya mpango wa mwalimu. Tuna moments 4 mpaka 5 kwenye football. Moment ya kwanza in possession, pale ambapo unakuwa na umiliki wa mpira. Out of possession manake pale ambapo hauna umiliki wa mpira. Lakini kuna negative transition pale ambapo unatoka kupoteza mpira, lakini kuna positive transition pale ambapo unatoka kupoka mpira kutoka kwa wapinzani. Hizo ni moments 4 ambazo nimezielezea. Lakini kuna moment ya 5 ambayo hii inaitwa set piece. Maana yake ni kwamba kwenye hizo moments zote, kama utashindwa kudeliver kitu kizuri ama utashindwa kupata kitu kizuri, then utahitaji brilliance ya mtu ambaye ana ufanisi kwenye kutumia set pieces, mipira ya kutenga. Una watu kama Elie Mpanzu, una mtu kama Kibu Denis ambao hawa wana uwezo wa kulazimisha watu kucheza fouls kwa maana wapinzani. Then wakicheza fouls kwenye maeneo ambayo ni mazuri ama hatarishi, kuna uwezekano ukapata faida ya mtu kama Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kuwa na faida kubwa sana siku ya leo, pas kumsahau Kibu Denis. Musa, leo tuko na dabi, ni Simba dhidi ya Yanga au Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu ni mchezo wa ngao ya jamii, kimsingi ni mchezo wa TFF. Tunataka kutuambie Simba na Yanga zote zimecheza kwenye mechi, tumeziona kwenye matamasha yote mawili, lakini pia kwenye baadhi ya mechi kama Yanga tulimuona Kigali, lakini Simba baadhi ya highlights tuliziona kwenye mechi kadhaa alizozicheza away kwenye pre-season yake. Nataka kutuambie tunaenda kutarajia mchezo wa namna gani leo kwenye ngao ya jamii, lakini pia wachezaji maingizo mapya unayaonaje kwenye mchezo wa leo, atashiriki kwa namna gani, kwenye majina ambayo yanaweza akadecide mchezo wa leo kwa mtu atakayeondoka na matokeo, kwa wale wageni lakini kwa wale ambao tumewazoea wenyeji.